Sababu kuu mojawapo ya maambukizi ya UTI kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine inaweza ikawa ni issue za usafi sehemu za siri. Hiyo ndo sababu ambayo inabeba 90%. Pale tunapo labda enda toilet, tunapojisafisha labda kuanzia nyuma kuja mbele, hiyo ndo sababu kubwa zaidi ambayo inaweza ikampelekea mtu akapata changamoto ya UTI. Hapa ni Epico Health Care hapa jijini Dar es Salaam Kinyerezi. Tunaangazia ugonjwa wa UTI, namna ambavyo unasambaa kwa wanawake, lakini dalili zake na namna ambavyo tunaweza tukajikinga na ugonjwa huu ambao umekuwa hatari kwa wanawake. Ugonjwa huu umesababisha pengine maumivu makali sana katika jamii, hasa kwa wanawake. Ambatana mimi Jackson Wilson na nyuma ya kamera ni Jacqueline, ni mtaalamu wa video. Mtazamaji wa CF Media, leo hii tumetembelea katika hospitali ya Epico Health Care ambayo inapatikana hapa maeneo ya Kinyerezi. Tupo na Daktari Baraka, tunaenda kuangazia ugonjwa wa UTI hasa kwa wanawake, dalili zake, lakini pia nini ambacho tufanye ili kutibu ugonjwa ambao umekuwa ni mwiba mkali sana kwa wanawake. Dokta, habari za kazi na hongereni sana kwa majukumu. Nzuri kabisa, habari za kwako? Salama. Ya, tunamshukuru Mungu tuko vizuri kabisa. Ya, tunaendelea na matibabu kwa wagonjwa wetu na naamini Mwenyezi Mungu wanaendelea vizuri kabisa. Ya, naitwa Dr. Kimario kutoka hospitali ya Epico Health Care ambayo ipo Dar es Salaam Kinyerezi, na ni daktari wa binadamu ninayehusika na magonjwa ya ndani. Naam. Leo hii tunatamani tuangazie ugonjwa wa UTI. UTI ni nini hasa? Tunapoongelea ugonjwa wa UTI ni kifupi cha neno urinary tract infection, ambayo ni maambukizi ya bakteria kwenye mfumo wa mkojo. Lakini pia maambukizi hayo yanaweza yakaathiri pia sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu, ikiwemo figo, ikiwemo kibofu cha mkojo pamoja na mirija ya mkojo au tunasema ni urethra. Yes. Kwa hiyo ndio maana fupi ya ugonjwa wa UTI. Ugonjwa mpaka mwanamke upate, yani dalili zake zinakuwaje mpaka anakuja kuupata tunagundua huyu mtu ana ugonjwa wa UTI? Okay. Swali zuri sana. Kwenye upande wa dalili za huu ugonjwa zinatofautiana kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine. Lakini kwa wanawake dalili nyingi sana zinahusisha maumivu ya tumbo ambayo yanakuwa sasa kwenye chini ya kitovu au kwenye nyonga, lakini pia muda mwingine maumivu hayo yanaweza kawa yanasambaa sehemu za migongoni, lakini pia yanaweza yanashuka pia kwenye sehemu za miguu. Lakini dalili nyingine ni kujisikia homa, maumivu ya kichwa, lakini pia maumivu wakati wa kukojoa, na wakati mwingine mwanamke anaweza kaona chembe za damu kwenye mkojo, lakini pia mkojo kutoa harufu kali. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa UTI kwa upande wa wanawake. Ndio. Na huu ugonjwa sasa mwanamke akiupata, yani anaupata kwa muda gani? Yani mpaka hizi dalili zinatokea inakuwa anachukua muda gani mpaka tunasema huyu mtu tayari ana UTI? Baada ya mwanamke kupata maambukizi hayo ya UTI au urinary tract infection, dalili zinaweza zikaanza kuonekana baada ya masaa 72. Maana yake ni kama siku 3 ndipo mwanamke anaweza kaanza kuona hizo dalili. Na kwa mara nyingi sana kwa sababu ni ugonjwa wa bakteria, ni maambukizi, wengi sana wanaanza kuona dalili, kwa mfano homa, lakini pia maumivu ya kichwa, lakini pia maumivu ya kwenye joint. Kwa hiyo unakuta kwamba ni dalili ambazo zinakuwa zinafanana na malaria. Kwa hiyo sasa ili kuweza kuconfirm kwamba hii ni UTI au ni malaria, anapofika hospitalini ndipo tunafanya kipimo cha mkojo kuweza kuangalia labda hii itakuwa ni UTI au itakuwa ni malaria. Ndio. Mtu anaamka asubuhi anafanya shughuli zake, huu ugonjwa anaupataje? Hasa kwa sababu mwanamke, wanasema wataalamu kwamba nyinyi mnavyosema kwamba inakuwa ni rahisi sana kupata mwanamke anaupataje? Ni kwa kujamiana? Maambukizi ya ugonjwa wa UTI yanaweza yakatoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine kwa njia mbalimbali sana. Na sababu kuu mojawapo ya maambukizi ya UTI kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine inaweza ikawa ni issue za usafi sehemu za siri. Hiyo ndo sababu ambayo inabeba 90%. Pale tunapo labda enda toilet, tunapojisafisha labda kuanzia nyuma kuja mbele, hiyo ndo sababu kubwa zaidi ambayo inaweza ikampelekea mtu akapata changamoto ya UTI. Japo pia
kuna baadhi pia japo ni kwa asilimia chache wanaweza kupata changamoto hii kupitia tendo la ndoa, lakini pia au ngono, lakini pia kwa kutokunywa maji ya kutosha. Lakini pia wanawake pia wajawazito nao pia wako kwenye hiyo engo au wako kwenye riski ya kuweza kupata hii changamoto kutokana na shinikizo la mtoto kwenye kile kibofu cha mkojo. Lakini kwa asilimia kubwa zaidi UTI inatokana na hygiene ambayo sio nzuri wakati wa kwenda toilet. Kwa sababu wale wa bakteria wa UTI commonly wanakaa maeneo ya haja kubwa, maana tunawaita ni E. coli. Kwa hiyo sasa wale bakteria wakishatoka kwenye njia ya haja kubwa wakaja kwenye mfumo wa mkojo, ndipo wanaweza kusababisha hiyo changamoto. Ugonjwa ukubwa wake katika jamii upoje? Kwa kweli changamoto ya UTI kwenye upande wa jamii zetu ni kitu ambacho kinawasumbua wanawake wengi sana, lakini pia wanawake wengi wamekuwa wakihangaika hapa na pale kwa ajili ya kutafuta suluhu kutoka vyanzo mbalimbali. Wengine wanaingia kwenye tiba asilia, wengine wanakuja hospitalini. Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi ni changamoto ambayo kidogo inawasibu watu wengi sana na inasumbua watu wengi sana kwa sababu wengi wao hawajui mahali sahihi pa kuanzia ni wapi. Yes. Huu ugonjwa kwa sababu umekuwa na unasumbua sana wanawake kuliko wanaume kutokana ulivyosema kwamba via vya uzazi vilivyo karibu. Madhara ambayo yanaweza kuwapata mwanamke, ugonjwa unaweza kupelekea mwanamke ikawa ni ngumu sana kupata mimba. Ugonjwa wa UTI kwenye upande wa kusababisha mwanamke kutobeba ujauzito haiwezi ikasababisha moja kwa moja. Yes, lakini pale maambukizi yale yanapokaa kwa muda mrefu au yanapojirudia mara kwa mara yanaweza yakasambaa kwenye njia za uzazi. Kwa hiyo sasa pale maambukizi yatakaposambaa kwenye njia ya uzazi ndio yanaweza katengeneza na changamoto nyingine, kwa mfano za PID. Mwanamke sasa akishaingia kwenye changamoto za PID basi anaingia pia hata kwenye ugumu wa kubeba ujauzito. Yes, lakini sio kwamba UTI itasababisha moja kwa moja mwanamke kubeba ujauzito, bali inaweza ikasababisha vitu kadhaa baadhi ambavyo mbeleni vikapelekea mwanamke akapata utasa. Kwa hiyo UTI kikomaa ni PID. UTI kwa muda mrefu inaweza ikapelekea PID. Ambayo PID ni maambukizi kwenye njia ya uzazi ambao tunasema kwa Kiingereza ni pelvic inflammatory disease. Yes. Kwa hiyo unakuta ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke, kuanzia kwenye uke, kuanzia kwenye mayai, mirija pamoja na kizazi kwa ujumla.